Salamu alaikum. Amele, salamu alaikum. Hali yako? Safi. Habari gani? Safi. Habari ya siku? Salama. Uzeki? Uzeki kweli? Karibu. Asante. Salamu alaikum. Amjambo? Habari ya siku? Mnatunyima nini? Si vitumbua, leti nitafune moja hapa. Au nichukue moja kitumbua hapa? Nichukue kitumbua moja. Hicho ndio kinatakiwa. Kitumbua raha, kitumbua lazima kiwe cha moto. في الحكمة وبدار سلام خير أشرق من تنزانيا تروي ظمآنا وقلوبا وتفرج كالغيث كلوبا تصلح بين الناس وتبني بالخيرات عرا ودروبا هذه الحكمة نور وبنا وبه الله يسوق المنن صرح من تقوى وأساس صار لمن آواهم وطنا هذه الحكمة نور. Katika majengo mbalimbali ya kutafutia elimu, iwe chuoni ama shuleni, chakula hiki ni miongoni mwa chakula muhimu sana kwa wanafunzi. Mihogo imewakuza wengi katika kutafuta na kufanikisha ndoto zao kwenye kutafuta elimu. Leo tupo hapa katika mtaa wa Ngombale Mwiru katika eneo la Temeke jijini Dar es Salaam, mtaa ambao anapatikana mzee mmoja maarufu kwelikweli kwa muda mrefu katika uuzaji wa mihogo. Mzee huyu ana story moja ambayo kwa hakika itakusisimua kweli mtazamaji wetu wa Kishki TV, kwa sababu ni miongoni mwa wazee ambao wamemkuza dai wa kimataifa Sheikh Nurdin Kishki, na leo amefika hapa. Tutajua kwa nini amefika hapa, kukumbuka ladha ya mihogo ambayo alikuwa akiipata ama kwa sababu gani. Mimi naitwa Khalid Omar, kanami mpaka tamati ya mazungumzo haya katika eneo hili la kuuzia mihogo. Tupo na Sheikh hapa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kama surprise, kama shino kutumia neno gani, kuona katika eneo kama hili, katika mihogo kama hii. Kuna nini katika eneo hili? Wallahi ni muda mrefu nina ndoto ya kukutana, nina ndoto ya kumtafuta na kukutana na mzee wetu huyu, Mzee Abdu, kwa sababu nina historia naye, na pamoja na wingi wa mambo, lakini nilikuwa nikiuliza naambiwa bado yuko kwenye mitaa ile ile ya uwanja wa Taifa, na nimewahi kuona naye njiani juu kwa juu kipindi fulani, yuko kwenye mihangaiko ya barabarani, lakini nilituma wasaidizi wangu wamtafute, wajue hasa yuko wapi, kwa sababu nikipita na gari hapa sasa hivi kile kituo ambacho tulikisoma Markaz al-Islami al-Masri pamezungushiwa ukuta. Kwa hiyo nikipita pale naona Mzee Abdu pale hayupo, yuko wapi? Basi wamemtafuta na wamempata na wamejua kwamba yuko mtaa huu hapa hapa uwanja wa Taifa, wilaya hii ya Temeke. Labda mzee huyu ni nani Sheikh, kwa wale ambao hawafahamu? Mzee huyu bwana, japo mimi naonekana sasa hivi mkubwa kuliko yeye, kwanza ana udongo mzuri sana. Huyu anaitwa Mzee Abdu, ana mwenzake anaitwa Mzee Omari. Hao wawili bwana mimi wamenikuza Sheikh, na si mimi peke yangu, bali mimi na wanafunzi mbalimbali waliopita katika kituo hichi cha kimataifa Markazul Islami al-Masri, kituo cha Kiislamu cha Kimisri. Nimesoma hapa takriban miaka 10, miaka 90, nikaja kumaliza 2000. Na kwa miaka 10 huyu ndio alikuwa akituhudumia kutuuzia miogo. Kwa hiyo mimi nimemisi ladha ya miogo yake, lakini nimekula miogo yake bado mitamu bwana, mashaallah tabarakallah. Lengo nije kwanza nile miogo. Wakati huo nilipokuwa ni mtoto, pengine nilikuwa sijitambui, tukila kwake, tukiwa tuna pesa tunakula, hatuna pesa tunakula, na juisi za kufunga kwenye nailoni zile, sinajua zile
tumepiga sana kwa miaka 10, na ndio maana mimi mpaka leo napenda miogo ya kukanga. Kula vyakula unaambii chochote, miogo ya kukanga, kwa sababu shekhe imenilea kupitia mikono ya huyu mzee. Kwa hivyo ujio unahusu kuja kumtazama, kukumbuka wema na ihsani aliyotufanyia huyu mzee. Tumeishi naye kwa wema miaka mingi, lakini kitu ambacho si cha kawaida kimenistua kuona bado anaendelea na biashara ile ile. Nashukuru tumekula miogo hapa mitamu mizuri, ametuhudumia vizuri kama kawaida yake. Basi ujio wetu unahusu hivyo. Unajisikiaje Sheikh amefika hapa leo na amekukuta, lakini pia amekula na miogo yako? Mimi siku ya leo nimefurahi sana kufika huyu bwana kwenye kijiwe hiki. Maka zamani alikuwa kijiwe cha mali kazi. Hasa nimehamia katika mtaa wa pili yake huko. Naona. Na jitihada zake nimeziona. Kweli alikuwa ananitafuta. Na kweli mpaka akafika hapa, basi Mungu mkubwa kwamba kuna mzee wake niko hapa, bado naendelea biashara yangu mwenyewe, kafurahi. Na lingine malikazi kama malikazi mimi naijua vizuri sana. Na vijana wa pale wengi wamesoma. Na kusoma kwao wanaona walichokisoma. Na kama kweli pale unakuja pale kiselasela, basi Mwenyezi Mungu na utakuwa kiselasela hivyo hivyo. Hakika kama unakuja pale na jitihada zako za kusoma, kweli Mungu naye anakuangalia kweli mja wangu huyu yuko pamoja nasi. Mzee Abdu, naam, nimesema kwamba pale markazi waliokuja kiselasela basi bado ni wasela tu. Hebu waeleze mimi, wakati usinionea aibu kanaona sasa hivi ni shehe. Waeleze nilikuwa mselasela. Waeleze tu mimi nilikuwa mtu aina gani. Wewe umenilea mimi. Mimi nimekulea. Sasa waambie. Nimekulea. Mimi nilikuwa niko vipi? Hebu waeleze kwanza. Nimekulea. Na maana huyu anasoma, huyu asomi. Huyu anasoma, huyu asomi. Huyu anasoma, huyu asomi. Wengine bado kuna wamekaa nje tu. Naona. Ukija walabu hao wanaondoka. Shehe vipi, mbona unapotea shehe? Anaitwa tahta shajara. Tahta shajara hiyo kubwa. Na kiongozi wa tahta shajara anaambiwa ndio mimi ndio kiongozi wao. Nikamwambia mimi nipo katika biashara zangu. Ninapomfukuza bali ingia darasani, kisha atakuja kwa anunue miogo huyu. Mimi nitapataje hela? Naona bwana. Kwa mimi kwa msela? Mimi. Wewe sio msela. Tupe picha kwa sababu umesema unamjua Matandu na Makoko. Tupe picha namna alivyokuwa pale chuoni, anavyokuwa miaka yote 10 tangu kama kumbukumbu zako zinakuja tangu ameanza mpaka wakati ambapo anaondoka. Alikuwa vipi? Anaishije pale? Alikuwa kila kipindi hakimbii. Darasani la kwenda. Ikitoka pale hujakula mihogo pale, ikitoka pale ingia darasani. Lakini kuna wengine wenyewe wanaitwa vichwa vigumu. Naona hiyo. Wanakuja pale kuna ikiangalia bwana Mwalimu mimi bwana siingi bwana somo hilo bwana Mwalimu mimi hata siingi. Wanachagua vipindi. Sasa utajuaje? Naona. Lakini kuna wengine pale hawachagui vipindi. Naona. Ndio nataka nijue kaingia Mwalimu naye anaingia. Kaingia Mwalimu mwingine anaingia. Kaingia Mwalimu naye anaingia. Ndio inavyotakiwa. Akasema unachagua bwana somo hili na hau. Hata mimi siingi. Hii sila mimi siingi. Hii tajui mimi siingi. Sasa utajuaje? Hata huyo Mwenyezi Mungu atakusaidia vipi? Kumbe unachagua. Lakini kuna wengine hachagui vipindi wala hachagui Mwalimu gani, Mwalimu huyu mkali au huyu mpole. Naona tumsalie Mtume. Allahumma salli alayhi. Nilikuwa nina jina naitwa wakati huo, sasa hivi wananiita Nuruddin Kishki, lakini wakati huo nilikuwa naitwa jina. Wote hawezi kujua hilo jina, watajie. Nilikuwa naitwa Nuruddin nani? Hapo kidogo. Hapo kidogo lakini jina lake kubwa lilikuwa hilo Nuruddin. Kulikuwa na nyingine aka Nuruddin. Ni lingine kidogo nimelisahau kidogo. Nuruddin Kilemba. Lete mkono kidogo. Sadakta. Huyu bwana kwa kweli Kilemba kivuliki. Na Kilemba unanacho unavua. Kweli. Hilo jina lipo. Unajua sasa watu wanashangaa. Huyu anaitwa Nuruddin Kilemba kwa sababu bwana Kilemba akivuliki. Kwa ndio umempachika hilo wewe. Alikuwa na maana kanzo. Wapi? Katika kanzo hata kanzo ile havai. Kwa Kilemba na Kilemba kimtoka.
suruali unachomekea, anachomekea na wakati mwingine kuchomekea kwake anachomekea wakati mwingine hata bila mkanda. Naona kilemba kivuki, kilemba kivuki, kilemba kivuki. Unajua kwa nini wameenda rudi kilemba? Nilipoingia kwenye chuo cha Kiislamu sasa nataka nisome dini, sasa nije katika wanawachuoni walinganiaji, jazba kutoka kusoma dini nikaingia nikawa navaa kilemba, japokuwa sio katika taratibu za markazi. Sasa kilichowafanya wale wanite hivyo, kilemba huwa kinavaliwa na kanzu, mimi sivai kanzu, napiga suruali, shati, t-shirt, nachomekea kapiwe na suti. Sasa kila wakiniona navaa kilemba, tofauti na sasa hivi navaa kilemba mpaka nikiwa kwenye dawa tu. Kwa hiyo akanipachika jina la Nuruddin Kilemba. Alisahau, sasa mtu mzima sana. Nimesahau. Sasa hivi una umri gani? Mimi nina umri miaka 50. 50? Nakataa. Nakataa 50. Nakataa? Nakataa 50. Kidogo mingi. Yaani tayari ndo hiyo kusema 50 dalili kwamba ushazeeka tayari. Hata kumbukumbu una tena. Mzee Abdu bwana, wewe umezaliwa mwaka gani? Mimi bwana, kwa kweli hapa nipo mwaka nilizaliwa, umenipita. Umenipita. Ila nitakuongopea. Na sitaki niongope. Mimi nimemaliza pale mwaka 2000. Sasa wewe hesabu 2000 mpaka sasa hivi miaka mingapi? 26. Huyu nimemkuta kwenye miaka 80, huyu anapika miogo. Yaani tangia niingie pale nisome nimalize mpaka sasa miaka 36 yashapita. Sasa mimi sijaingia nikiwa na mwaka mmoja pale, na mimi vile vile nilikuwa tayari kijana mkubwa miaka 10 na kitu. Kwa hiyo wewe unatafuta hata 70, lakini dongo lako zuri 70. Hebu tuambie siri ya mafanikio yako. Sasa siri ya mafanikio yangu mimi siwezi kukwambia hapa hata unifuate kwa muda wako. Bwana, mimi nalitaka ili dongo nitalipataje? Mzee Abdu, tukumbushe mudiri mbalimbali waliopita pale na wakumbuka kwa majina. Si unajua pale kila msimu kunakuwa na mudiri. Hebu mtajie mudiri nani na nani unamkumbuka? Kuna wengine nawakumbuka. Kama alikuwa Muhammad Mustafa. Muhammad Mustafa. Wewe umemkuta huyo? Abdul Jalil, Ibrahim Nassar. Lete vitu. Sasa Muhammad Mustafa tulikuwa tuna historia naye. Markazi ya kipindi kile mashekhe zangu ilikuwa na neema sana. Tulikuwa tunapata elimu na kila Jumamosi tulikuwa tunapewa vitu. Unakumbuka tunapewa mitumba? Sawa? Tunapewa maziwa za nido zile, unakumbuka? Tende. Sawa. Sasa wanafunzi wakawa wanaenda wale wajanja watoto wa mjini wale wakawa wanategea ile siku ya kutoka vitu. Muhammad Mustafa mudiri huyo siku moja akafunga milango akasema bana, hakuna tena, hatoi chochote. Na sisi tukakamia tukamfuata pale ofisini kwake, wanafunzi wachache na mimi nikiwemo, na ndio pale markazi tulikuwa tunatunga mashairi pale, ndio tulikuwa tunatungia mashairi. Unaona hiyo, la shay'a ladhatun lahu kalkiyazi wa kadhalika muhogo ma'a mbaazi wa husina fihi husnan wa khulita fihi nazi wajtama'a fihi wazazi wala ya'rifu tabkhaha illa shangazi wa in kana fihi mchuzi wa mandazi la kana fihi mumtazi tahta shajara. Hiyo unakumbuka tahta shajara? Sasa Muhammad Mustafa tukamtungia shairi, tukampepeta Misri atupe vitu, tukaanza tukasema almarkazu markazuna, markazi ni markazi yetu, watende tenduna, na tende ni tende zetu, walmtumba mtumbuna, na mtumba ni mtumba yetu, wa Muhammad Mustafa mudiruna, na Muhammad Mustafa ndio kiongozi wetu. Misri kafurahi, wala yakhrib beta, kingieni yakhrib beta, kana kuambia uharibikiwe, lakini ndo tukaingia pale tukachukua vitu. Wakati huo markazi sidhani kama sasa hivi markazi kama ya zamani. Tunasemaje? Majirani mnasemaje shehe? Sasa hivi hamna. Sasa hivi hakuna. Eti Sasa hivi hakuna. Ghafari unamtaja kukutana naye kwenye corridor hivi. Anakwambia mwanafunzi bado kazi, hebu niape chochote unachojua.
Basi unaweza kusoma hadithi Abdul Ghafari. Alikuwa anaitwa Abdul Ghafari Bijundi. Kweli. Soma nani basi ukisoma hadithi anatoa mfukoni kwake hela anakupa. Kweli. Ukisoma alikuwa mtoaji sana mashallah. Kaja kusia baadaye amefariki maskini. Nisiamfariki. Lakini kwa markazi ya ukweli. Kwanza unakutana kwanza kabisa pale unafika unakutana na Sheikh Uthmani. Kabla hujaenda kwa Arabu. Unakutana Sheikh Uthmani kutoka kwake ndio unaenda fasul awal. Alafu ndio unakutana na Arabu sasa pale fasul awal unaenda. Ilikuwa markazi nzuri kwa kweli. Ilikuwa na elimu ya kweli haswa. Yaani markazi ilikuwa ina dispensary pale, ina kila kitu. Na mimi nakuombea dua shekhe wangu. Wallahi kila siku mimi nasema Mungu akujalie ujenge hospitali moja kubwa sana. Inshallah. Wallahi na inshallah Mungu atakujalia. Tafuta sehemu bwana. Inshallah hata tunapokutana pale Taifa basi hata tunachanga tupate kiwanja, tujenge hospitali kubwa shekhe. Yaani katika inshallah kabla Mwenyezi Mungu atakapokujalia uko mbele naomba ufanye kitu hicho rafia. Hospitali shekhe. Wallahi ujenzi wa hospitali tushauanza. Alhamdulillah. Ng'ombe Yanga pale. Pale padogo shekhe, tujenge kubwa kama Muhimbili shekhe. Tutaanzia pale mjini, pale tunaenda juu. Inshallah bwana. Inshallah. Na Mwenyezi Mungu si ndo kufanya dua kila siku. Wallahi billahi Mungu anajua. Jazakumullah. Tunaweza kukutia hata kongamano kama lile unafanya Taifa la Qur'ani, lakini bwana leo tuna kongamano tuchangie hospitali. Allahu Akbar. Watu watatoa inshallah. Inshallah. Shukrani sana. Naam bwana, katika yote mimi ombi langu hilo shehe. Nisema si nikutana naye nitakwambia hicho kitu. Na ndio maana nimeenda nimerudi. Nikasema hata hivi vilivyovaa bwana hata mimi narudi. Kwanza tutegemea kama nitakutana naye shehe wangu leo. Mimi nashukuru alhamdulillah. Yangu ingeafikisha wapi? Allahu Akbar. Mungu atakujalia inshallah. Jenga hospitali shehe wangu. Wallahi fi dunia wal akhirah utapata chako. Kabisa. Jazakallah khair. Tunaona maendeleo yako shehe wangu. Sirudi nyuma. Naam, sasa mzee tuambie, Sheikh amekukumbuka leo baada ya muda mrefu na amekula miogo. Kwanza Sheikh niambie ladha ile ile ama? Mashaallah amejitahidi. Kachumbari original sio kulala. Amejitahidi mzee Abdul. Ndio maana nikasema kuna siri nyingine anaogopa kuisema live. Ataniambia baadaye. Bwana mzee Abdul umejisikiaje leo Sheikh kuwa hapa? Bwana mimi nakuja huyu bwana nimesikia faraja kubwa sana. Na wala sikutegemea. Naona. Lakini Mwenyezi Mungu mkubwa. Miaka takribani inafika hata 40 au 50 nzima. Tumekwenda bali wamaliza mali kazi ndio yala. Lakini kumbe katika kukaa kwake anakumbuka mihogo. Huyu mzee yuko wapi? Kila anapolala lakini anakumbuka mihogo. Anakula mihogo mingine lakini hata ile ladha hajaipata. Akasema jamani mimi namtafuta huyu mzee kwanza. Naona. Mzee mnamtafuta mkangamia anamtafuta. Anitapata wapi ambaye huyu mzee anapatikana? Naona. Kwa hiyo bwana wakaingia kunisaka. Huku na kule. Bwana mzee yupo. Yuko wapi? Bwana akatoka pale malikazi pale lakini yuko mtaa wa pili. Taifa lile. Milima kwa milima haikutani. Lakini binadamu mnakutana. Kwa hiyo leo ugeni huu mimi nasema nimefurahi sana. Kupitiliza. Kwa hiyo nashukuru sana bwana kunitembelea hapa. Na bahati nzuri huyu ndio mjumbe wetu wa mtaa huu. Huyu bwana ukimuita Hasani Bakari ndio mjumbe wa mtaa huu. Naam Sheikh, tukiwa tunaelekea mwishoni mwa mazungumzo yako haya na mzee Abdul baada ya kukumbuka. Labda kuna lolote la ziada kabla tujamaliza? La ziada lipo. Sasa hivi unaishi wapi? Mimi niko Yombo Kilakala. Yombo Kilakala. Kwako au umepanga? Nimepanga. Kwa hiyo mihogo hailipi kidogo? Mihogo hailipi mihogo kulipa hivyo ya muharam. Naam. Sawa kabisa. Haya, mimi pamoja na kuja kukuona, pamoja na kuja kwako, kama ulivyosema nimekutafuta sana, nimekusaka sana, nimekutumia wasaidizi wangu hawa, kina Shekiza na wengine. Lakini nashukuru leo nimekuona na nimekula mihogo yako, nimekumbuka miaka 36 nyuma. Hapa tumekosa tu juisi ya kufunga. Siku hizi zina ukishakunywa juisi za kufunga tu unaonekana kama mtu wa ajabu. Dunia imebadilika sasa hivi, ni mambo ya chupa tu yani.
Tumeishi kwa wema, kwa ihsani, umetuvumilia vingi. Sasa pamoja na hayo, nasikitika kuona bado unafanya kazi ile ile ya mihogo. Kwani hujawahi kufikiria kufanya jambo jingine zaidi ya mihogo? Hilo jambo huwezi kufikiria kabla kwanza hujatoka nitakula nini. Ukitoka nitakula nini ndio utafikiria jambo lingine. Lakini hilo jambo kwa kweli namuomba Mwenyezi Mungu kila siku ili jambo niachane nalo, kwanga mihogo nifikirie mambo mengine. Lakini sasa ile flus sawa kabisa. Flus tughayiru nufus. Sasa mimi natamani sasa uachane na hii kazi ya mihogo. Tutoke hapa tuende sehemu nyingine. Unafikiria tufanye nini? Kwanza nashukuru. Hilo la kufanya ndio tumezungumza pale kwenye flus. Kwenye flus. Inapopakana flus ndio utajua hii flus hii itatupeleka sehemu gani, sehemu ya pili au sehemu tatu yake. Tufanyeje flus, tuchanganue vipi flus? Mbona bwana? Sasa mimi inshallah kwa niaba ya markazi na wanafunzi wote wa markazi waliopita pale na wakala mihogo yako, nataka nikusaidie kwa idhini ya Allah. Inshallah. Kwa ajili ya Allah. Sawa. Na sio kwa ajili ya kujionyesha, na Allah anajua yaliyomo katika vifua vyetu. Sawa. Sasa tukufanyie nini utoke hapo? Ufanye nini? Ushacheza na moto na moshi, mafuta. Anakuja saa 10 ya usiku. Tufanyeje mzee Abdu? Hii kitu wachane na. Japo tunapenda mihogo yako, lakini sasa ifike sehemu basi. Sawa. Tutafute biashara nyingine. Biashara gani nyingine unaimudu, unaiweza? Nataka nikabadilike kwenye biashara labda ya matunda. Biashara ya matunda. Sawa. Naam. Matunda lakini si ndio kitu cha msimu jamani, au? Mihogo ina msimu? Mihogo ina msimu? Mihogo kama unavyosikia, kama unavyokwambia sasa hivi ya kutoka Tanga, ya Rufiji hakuna, naona. Na haya ya matunda utamboya kutoka huku, kutoka huku. Lakini ili tunaanzia mabadiliko kidogo. Mjumbe wa mtaa, hebu njoo. Maono yangu, huyu kashakuwa mtu mzima, mzee. Kwa sababu sasa hivi rika yake ishakuwa ni kubwa. Kuna vitu vingine anakumbuka na vingine hakumbuki. Mimi ninachoona atafutiwe hata frame ya duka ambavyo itakuwa kama na michele, nini vitu ambavyo hawezi kusurvive sana. Anakaa mwenyewe na relax, anafanya biashara yake kama ni ya duka lina vyakula, michele, unga, vitu vingine vidogo vidogo basi. Unaonaje wazo la mjumbe? Wazo la mjumbe sio baya, zuri sana. Nashukuru. Ndio kaina baya. Sasa utaweza kukaa wewe kauza nini? Kuna watoto wa mjini siku hizi wanachakachua watu kwenye vipimo, kwenye kuuza na kununua. Utakuwa na watu wa kukusimamia kwenye duka lako. Wewe utakuwepo na kuna mtu mwingine huna mtoto? Kuna kijana. Unapopata hiyo kazi na vijana wanapatikana. Unaona bwana? Unapopatikana hiyo kazi, vijana watapatikana. Kuna watoto wangapi sasa hivi? Mimi na watoto 4. Kuna wa kiume humo? Wa kiume yupo. Sasa anafanya shughuli gani? Naona. Ana umri gani? Bado mdogo. Miaka mingapi? Ana miaka kama 12. 12. Ila sema tu. Inapopatikana kazi kama hiyo, hapo na watu hasa wapo hasa. Si upo mimi na wakubali. Na wakubali haswa. Tutasaidiana kwa mali na mali. Labda mimi nikwambia kitu kimoja. Mjumbe, majirani hapa, ndugu zangu, nashukuru vile mmejoin na sisi hapa na mmekubali tuwe pamoja. Na mzee Abdu mnamjua, na nyinyi ndio majirani wa markazi na mnaijua markazi, na wengine mmeshare mpaka historia za markazi. Nitashukuru mjumbe hapa na mashekhe hapa mtaani, kama mtaweza kumsaidia hizo fikra na nini, tuweze kulitimiza hilo. Achana na hili. Kwanza Ramadhani kesho kutwa utauzaje mihogo? Ni kweli. Unasemaje wazee? Ni kweli kabisa. Au mzabu unapenda kuuza mihogo?
Kama unataka miogo basi tu. Ushachoka, si ndio? Nishachoka. Kwa hiyo kwa ajili ya Allah tunataka utoke hapo, angalau upige hatua miaka zaidi ya 30. Sheikh, unatengeneza miogo tu, ubadilishe mfumo. Kwa hiyo umeridhia? Niko tayari. Uko tayari? Sawa. Basi tunatengeneza timu sasa. Mwenyewe mzee Abdu, Jumbe mwenyewe na shekhe hapo na Shekiza na yule mtakayemuona anahusika, huwa atakuwa upande wangu. Hebu fuatilieni tuangalie tufanye nini. Mzee Abdu japo mnampenda na mnapenda muwe naye hapa mtaani, lakini tumsogeze kidogo, apumue na yeye kidogo inshallah. Basi mimi hilo ndio lilikuwa la kwangu la mwisho, na kwa ukweli kabisa hilo ndio lililonileta. Pamoja na kwamba kweli tunataka tule miogo na nini, lakini la mwisho lilikuwa ni hili, na kuonyesha kwamba hili ndo lililonileta. Nilishatuma mpaka mtu, wameshatafuta mpaka fremu. Sasa kidogo yeye anakuwa mzito kwenye hilo, nimtoe wasiwasi kwamba hilo la Kiza ni la kwangu, na mimi nilimficha, nilimwambia akufiche, asikwambie kwamba ndo mimi. Awali nitaja bwana, hajanitaja. Hajakutaja shauri. Basi nadhani tumeshaunda task force watashughulikia hili, na inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kumsaidia mzee Abdu. Amina. Bwana, mimi nashukuru sana kwa ujumbe huu kwa shehe wangu Nuruddin Kishki. Kama hili jambo litatimizwa, basi inshallah Mwenyezi Mungu atamlipa. Sina cha kumlipa, Mungu mwenyewe ndiye anajua. Inshallah. Jumbe naye kwa kumalizia. Ni kweli ujio wa Sheikh Kishki sisi wenyewe tumefurahi sana, na Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi bwana Sheikh Kishki, kwa sababu mzee, mimi leo mwenyewe nimeamka asubuhi naenda kuswali, mzee kashafika hapa, yuko hapa saa 10. Kwa hiyo sasa sijajua kwake anaamka saa ngapi. Kwa hiyo ujio wa Sheikh Kishki kumsegeza hatua ya pili, sisi wenyewe pia tumefurahi, kwa sababu sisi wenyewe tuko naye hapa zaidi ya miaka 30 na mpaka sasa hivi mimi naenda miaka 40 na huyu mzee anachoma miogo. Tumefurahi sana na tutaendelea kufurahi. Mwenyezi Mungu akujalie Sheikh. Amin. Amin. Na nyote mliokuja kwa pamoja. Amin. Asanteni sana. Kifupi tumefurahi. Hasa mimi mmoja wapo nilivyosikia Sheikh anakuja, niliwaambia vijana jamaa, kama anakuja Sheikh basi na mimi nipigieni simu, kwa sababu historia naikumbuka kwamba bwana Sheikh Kishki kasoma Markazi na Sheikh Abdu hapa tunakaaga kidogo tunamzungumziaga. Kwa hiyo nilivyo nikataka na mimi ile tukio nilione, ndio maana nikakimbia nikaja hapa kuhudhuria, na kweli nilitumaini na hichi ambacho kilichotukia hapa nilikitarajia, na mimi nataka nichangie mawazo. Nikasema kama itakuwa kuchangia mawazo basi moja wapo ndio huyu bwana asaidiwe, sababu tunakaaga hata sisi vijana tutasema Sheikh Abdu. Mimi nakumbuka kaka yangu mimi anauza machungwa kwenye miaka hiyo ya 84 huko 85. Anauza machungwa, Sheikh Abdu yupo. Toka enzi michicha watu wazao wanauza miogo Kibasila huku mpaka leo. Unafikiria hivi Sheikh Abdu, lakini ndo nasema sila Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anajua. Sheikh Abdu analishaje familia, anaishi vipi? Yaani miogo shimia toka enzi hizo watu miogo 500 300 yeye shimia. Lakini alhamdulillah leo ndo hilo limetokea, inshallah. Na sisi tutajiunga katika kumchangia mawazo ili akwamokesha. Na tunamshukuru sana Sheikh kwa msaada wake. Mzee Abdu katulia, sio nyinyi tu, katulia mpaka sisi hapa. Mimi naanza kumfahamu Mzee Abdu kipindiko na kama tambwa ndio kuuza kwa China kula simu. Tupo wadogo, umeona? Sasa ni mzee kiasi kwamba ametulea, lakini kwa kuwa mmeweza kukumbuka, umeona, fadhila na jinsi ilivyokuwa anawalea mlivyokuwa mnasoma, na mmekuja kurudisha fadhila. Mwenyezi Mungu awajalie sana, wabariki sana. Namshukuru sana Sheikh Kishki. Ni shekhe wa mfano, tuseme kweli wetu. Ni washekhe wachache sana wenye kufanya kitu kama hichi. Tunaona mashekhe wengi naweza kusema wameendelea, lakini vitu kama hivi hawafanyi, lakini shekhe katoka huko alipotoka akamkumbuka.
kwenye asili yake ilomtoa, kakumbuka mpaka kuja kumtafuta shekhe. Mwenyezi Mungu ambariki. Na mashekhe, mimi nashauri mashekhe wengine waige mfano wa Sheikh Kishki. Mtoke, mkumbuke mlipotoka. Msisahau mlipotoka. Kumbukeni mlipotoka. Sheikh Kishki leo huyu. Hakuna mtu anaamini kama leo tunaweza kukutana na Sheikh Kishki hapa. Hakuna. Mwenyezi Mungu ambariki kwa kweli. Inshallah kwa kutaka kumsaidia mzee. Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi, amsaidie mzee. Alhamdulillah. Mimi sina zaidi. Nashukuru sana. Sisi sote tunafurahi kwa ujio wa huyu bwana huyu. Na sisi tungekuwa tumepata bahati ya namna hiyo, tungeshukuru sana. Kwa kuwa huyu bwana tumekuja kukutana hapa, kumbe mtu wa siku nyingi sana. Lakini sasa tunashukuru bahati imetujia. Mwenyezi Mungu awape. Amin. Uzima milele. Amin. Shukrani sana. Na basi mtazamaji wa Kishki TV, ndivyo mazungumzo ya Sheikh Nuruddin Kishki, dai wa kimataifa, pamoja na Mzee Abdu yanakamilika hivyo, wakati ambapo Mzee Abdu akiungana na ndugu zake wa mtaa huu kiongozwa na mwenyekiti wa mtaa wa Ngombale Mwiru hapa Temeke. Itaundwa hiyo task force na ambayo itakwenda kujadili kitu gani ambacho kitaweza kumkomboa Mzee Abdu kutokana na, naweza kusema kwamba leo rasmi unaacha biashara ya mihogo, ama sivyo? Hapo nimekusikia. Ila sio kwa leo. Acha rasmi. Anasika bado. Kuna kuaga rasmi. Kuna kuaga rasmi. Maana kuna mambo ya maandalizi yafanyike. Hasa ile siku ya kuaga, jamani, mimi nimekuja huu mtaa wangu, tumekaa vizuri. Kuna wakubwa, watoto, kina dada, kina mama, jamani, mimi naaga rasmi. Naona kama kuna makosa madogo dogo, makikila kila binadamu na mapungufu yake, tusameane. Ila kwa leo siwezi kuaga kabisa bado. Muamini shekhe bali? Muamini shekhe? Shekhe na muamini. Akisema mimi siwezi kuaga leo, mimi naondoka hata. Sijaaga bado. Kama nimekosea mnisamehe. Lakini kwa leo sijaaga bado. Haya, na Mzee Abdu amegoma kuaga leo, lakini manake ndio mwelekeo ni huo kiukweli, kwamba unakwenda kukamilisha baada ya muda mrefu. Umechomeka sana, wazee hapa wamezungumza ya kutosha. Mtazamaji, ndivyo ambavyo tunafika tamati. Kwa niaba ya wenzangu Abdul Karim Abdurrahman Ramadhan kwa maji mcha Mungu, tunaye hapa katibu mkuu wa kamati kuu ya mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya bara yote ulimwenguni, Hussein Kiza, lakini pia tupo na bwana Ghalib Kagimbo, katibu wa Sheikh Zainul kijana pale pia yupo. Mimi ni Khalid Omar, endelea kutazama Kishki TV. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.